Hujambo na karibu tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali ambazo zinazoendelea kutrendi katika mitandao ya kijamii. Moja kati ya taarifa ambayo iliyoendelea kutrendi katika mitandao ya kijamii ni taarifa inayomhusu OCD wa Chunya baada ya kutoa ushauri wake katika vituo vya kuuzia mafuta, alkadhalika pia vile wamiliki wa vyombo hivyo vya moto. Baada OCD huyo wa mkoa wa Mbeya wilaya ya Chunya kutoa uamuzi huo, yeye amesema mambo yafuatayo. Moja, wamiliki hao au watumiaji wa vyombo hivyo wasiuziwe mafuta chini ya lita 2, yaani mmiliki ambaye anatumia bodaboda lakini alkadhalika mmiliki ambaye anatumia bajaji wasiuziwe mafuta chini ya lita 2, kwani mafuta hayo yanaweza kutumika kwenda kuchomea maeneo mbalimbali kama ilivyokuwa siku ya tarehe 29 ambayo ni siku ya uchaguzi. Maeneo mbalimbali yalichomwa moto nchini Tanzania kufuatia mikoa kadhaa ambayo matukio hayo yalienda kutokea. Lakini taarifa hiyo iliibua mgogoro mkubwa katika mitandao ya kijamii, wengi wao wakisema kuambia bodaboda au bajaji wasiuziwe mafuta chini ya lita 2, yaani wasiuziwe mafuta zaidi ya lita 2, haina maana yoyote ya kusababisha uhalifu kwenda kufanyika, bali kuuziwa mafuta chini yasiyozidi lita 2 ni moja ya njia ya kuto kuwafanya watu hao kwenda kufanya kazi katika maeneo yao, kwani wengine hawatumii mafuta hayo kwa ajili ya kufanyia uhalifu, bali wengine hutumia mafuta hayo kama vile sehemu ya shughuli zao za kila siku. Sasa taarifa hiyo imekuja imekanushwa vikali na jeshi la polisi. Polisi Tanzania kufuatia ukurasa wake wa Instagram chini ya msemaji wa polisi David Mesime ametoa taarifa hiyo kwa umma. Taarifa hiyo ikiwa inaeleza mambo yafuatayo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Jeshi la Polisi Tanzania. Taarifa kwa umma. Jeshi la polisi limeona na linafanya uchunguzi wa taarifa inayosambaa kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha imetolewa na mkuu wa polisi wa wilaya ya Chunya mkoani Mbeya kwa waandishi wa habari kama ushauri kwa wamiliki wa vituo vya mafuta wilayani humo. Uchunguzi huo ulifanywa ili kupata ukweli. Uchunguzi huo unafanyika ili kupata ukweli wa taarifa hiyo, kwani hana mamlaka ya kuita waandishi wa habari na kutoa taarifa kwao. Ikibainika hivyo, hatua stahiki zitachukuliwa mara moja dhidi yake. Imetolewa na msemaji wa jeshi la polisi makao makuu ya polisi Dodoma, Tanzania. Hiki ndicho ambacho kilichotolewa na jeshi la polisi Tanzania. Kwa hiyo jeshi la polisi lenyewe limekanusha vikali taarifa ambayo iliyotolewa na huyo ambaye OCD wa polisi mkoani Mbeya wilaya ya Chunya. Kwa taarifa hii imekanushwa vikali mno, kwani taarifa hii iliibua vitu mbalimbali, kwani baada ya yeye kutoa taarifa hiyo ya kwamba vyombo vya usafiri hivyo visiuziwe mafuta zaidi ya lita 2, kwa kukazalishwa watu wengi wakawa wanahoji kwa nini, mbona imekuwa hivi na mbona haijatolewa, lakini mbona haijatolewa na polisi husika, kwa nini OCD yeye aende akatoe taarifa hiyo? Kwa hiyo jeshi la polisi lenyewe limekuja limekanusha vikali chini ya msemaji mkuu wa polisi mkoani Dodoma. Sasa wadau mbalimbali wametoa maoni yao, lakini kule katika posti ya polisi Tanzania wao wameficha uwanda wa kucomment, yaani wewe Mtanzania huwezi kwenda kutoa maoni yako. Hacha tuende tukatafute maoni ya wadau mbalimbali katika vyombo mbalimbali vya habari ambavyo vilitoa taarifa hiyo, lakini nikianza huyo kwanza ambaye anasema kuwa huyu anajiita Oktoba 29 Survivor. Yeye anasema wanaume baduu, huku kaweka emoji ya kucheka lakini ameweka emoji ya moto. Huyo mwingine akasema
labda watakuja watuambie video yenyewe ni AI. Huyu mwingine akasema Abdalla kamuita Dula. Huyu mwingine akasema guys, hiki nini guys? Huyu mwingine akasema ni AI basi. Huyu mwingine akaja akasema watoe taarifa kuwa ni AI. Ila huyu mwingine akasema ile video ya kamanda ni AI. Na kweli maana inaweza kuwa ni AI. Huyu mwingine akaja akasema Watanzania wenzangu, hii vita ya kiuchumi, tuwe wazalendo kulinda rasilimali za nchi yetu. Tusidanganywe na wachache waliopo nje na majirani zetu wanaotuchonganisha. Tuvuruge nchi yetu kwa faida yao. Mmeona wenyewe sasa wao wameanza kuhamasisha utalii kwao na kutoa visa bure kwa nchi za Afrika, na huku wakitembea na hashtag za kumwaga sumu kwa watalii wetu na kusema Tanzania si salama. Msiende mtalaumiwa hivi, bado mmelala tu. Kataa maandamano, dumisha amani. Tusichonganishwe na majirani na wachache wasiokuwa na upendo na nchi yao ya Tanzania. Huyu ndiyo ambacho alichokiona yeye, mtazamo wake na akili zake ambacho kinachofaa. Naona hapa amecomment kama mara 3 ujumbe huo, ameandika marefu kabisa, lakini wewe unaweza kuchambua hicho ambacho mimi nimekusogezea yeye ambacho alichokiandika. Huyu mwingine akasema watajua wenyewe, sisi focus yetu ni D9. Huyu mwingine akasema watasema ni AI tu, hamna lingine hapa. Huyu mwingine akasema ukiwa raia wa kawaida hawachunguzi. Sasa uchunguzi gani? Ama ni wa kisayansi? Huyu mwingine akasema hadi BBC wanachoka na matukio ya Tanzania sasa. Naweza kutuandikia maoni yako kufuatia hiki ambacho kimeendelea. Nini maoni yako, ni mtazamo wako, unaweza kutuandikia kupitia comment section. Naam, kwa taarifa mbalimbali endelea kuwa karibu nasi ili kwanza kupata taarifa mbalimbali.